wa Kiluteri ili awabatize mara moja, lakini yeye aliomba masista wawabatize wenyewe, na walipomwomba awape majina aliwaambia wawape wao. Basi ndipo walipofikiri mara moja, wakawawekea chini ya ulinzi wa msimamizi wa shirika lao, na wakabatizwa, mmoja kwa jina la Maria na mwingine Konsolata. Baadaye wakiwa katika shule ya msingi walipokea sakramenti ya komunyo takatifu na kipaimara, kulelewa na shirika la Bikira Maria Konsolata. Muda ulipowadia wa mama yao kuruhusiwa kutoka hospitalini, wazazi wao waliomba uongozi wa hospitali pamoja na masista wawasaidie kuwatunza hao mapacha, wakizingatia hali yao ilivyokuwa. Basi masista pamoja na uongozi wa hospitali walikubali na wakaendelea kuwalea hao hapo hospitalini. Maendeleo ya mapacha yalikuwa mazuri, huku wakikua kama watoto wengine. Wazazi wao waliwatembelea mara kwa mara, lakini wote wawili baada ya muda waliugua na kufariki. Basi masista waliwatafuta ndugu zao ili kupata kibali cha kuendelea kubaki na mapacha, na kibali kilitolewa kwa maandishi. Masomo. Maria na Konsolata walionyesha uwezo wa kusoma tangu wakiwa wadogo sana. Baada ya shule ya awali iliyokuwa karibu na hospitali ya Ikonda, ilibidi wapelekwe kwenye shule ya msingi ya Ikonda ambayo ilikuwa mbali kidogo na hospitali. Kwa sababu hiyo, masista wakishirikiana na mapadri wa Konsolata walimuomba mama mmoja Albertina Mbilinyi aliyekuwa karibu na shule awapokee nyumbani kwake, na baada ya kurekebisha hiyo nyumba ili iweze kuwa ya mazingira rafiki kwao, Maria na Konsolata walihamia kwa mama Albertina aliyewalea kwa upendo mkubwa. Masista waliendelea kuwahudumia na pia kwenda kuwatembelea na hata kuwachukua mara kwa mara. Walisoma kwa bidii na wakafaulu vizuri mitihani ya darasa la 7 mwaka 2010. Walichaguliwa kujiunga katika shule ya sekondari ya Jangwani, Dar es Salaam, lakini walezi wao kwa kufahamu hali zao waliwapeleka katika shule ya Maria Konsolata sekondari iliyopo katika wilaya ya Kilolo. Hata huko walisoma kwa bidii, wakiwapata na marafiki wapya, lakini mara kwa mara waliomba kwenda Ikonda kumtembelea mama Albertina na marafiki zao wa shule ya msingi. Ikonda kwa Maria na Konsolata kulikuwa kama nyumbani. Mwaka 2014 walifanya mtihani wa kidato cha 4 na walifaulu vizuri, na wakaendelea na kidato cha 5 katika shule ya sekondari Udizungwa iliyopo jirani na shule ya Maria Konsolata. Serikali ilisaidia kwa kuwajengea mazingira rafiki katika shule hiyo, na pia ikatoa gari lililowapeleka kila asubuhi na kuwarudisha mchana kwenye nyumba yao. Huko waliendelea vizuri na wakafanikiwa kufaulu kwa division 2. Ndipo mwaka jana 2017 walijiunga na chuo kikuu cha Katoliki Ruku, wakaanza masomo yao katika mchepuo wa stashahada ya ualimu. Katika chuo hicho kuna masista wa Teresine wanaofundisha na kutoa huduma nyingine. Masista wa Konsolata waliwaomba waweze kuwa walezi wa karibu huko, wao wakiendelea kuwatembelea mara kwa mara na kuwasaidia katika safari yao walipohitaji. Maria na Konsolata walipenda kusoma na walikuwa na uwezo wa kiakili. Walitaka wawe walimu ili waweze kuwasaidia watoto wengine
hasa wenye shida, kama walivyosaidiwa wenyewe. Walisoma kwa furaha na kwa bidii. Maisha yao ya kawaida, waliishi maisha yao kwa imani. Walipenda kusali pamoja na wanafunzi wengine na pia peke yao. Walifurahi kushiriki misa takatifu katika parokia au vigango. Walipenda sana kukutana na Wakristo ili kutoa ushuhuda wa maisha yao na kuihamasisha jamii isiwatenge watoto walemavu, wakijitoa kama mfano kwamba wote wanaweza kuishi na hata kusoma na kutoa mchango wao katika jamii. Walimtegemea Mungu katika yote, na mara nyingi walikuwa wakisema, maisha yetu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Walikuwa watu huru, wenye upendo na ukarimu. Hawakuogopa kuongea kuhusu maisha yao, na hata watu walipowatazama kwa mshangao hawakujali. Maria alikuwa kwa kawaida mpole, mvumilivu na mwenye tabasamu. Alipokea shida za maisha kwa utulivu, huku akipenda kuzitafakari. Konsolata alikuwa mwenye nguvu, alipenda kutetea haki zao, za mwenzake na za kila aliye mnyonge. Alipenda kudadisi kila kitu kilichowahusu. Wote wawili walipata changamoto zao katika maisha wakiwa wameunganika, lakini kwa kusaidiwa na masista na pia watu wengine, walijifunza kukubaliana katika mambo mengi. Waliishi kwa furaha na waliyafurahia maisha. Walikuwa na ndoto zao za hapo baadaye ya chuo. Hasa walisubiri siku wangeweza kujitegemea na kuyaongoza maisha yao wenyewe huku wakiwasaidia wengine. Wametufundisha kuishi maisha ya kufurahia katika hali zetu, tukimtegemea Mungu katika yote. Ugonjwa. Kwenye mwezi wa 12, 2017 walipata shida, hasa Maria akawa na hema kwa kukosa hewa. Baada ya kutibiwa katika hospitali ya mkoa Iringa kwa muda, madaktari walipendekeza wapelekwe Muhimbili kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Huko Muhimbili, baada ya vipimo vingi, waligundua kuwa mapafu ya Maria yalikuwa dhaifu sana na hangeweza kubaki bila hewa ya oksijeni. Baada ya miezi 4 waliruhusiwa kurudi Iringa, kwani hawakuhitaji matibabu mengine zaidi. Basi baada ya kurudi katika hospitali ya mkoa Iringa, madaktari waliendelea kuwahudumia na kuhakikisha kwamba Maria alikuwa na oksijeni kila wakati. Hali hiyo iliendelea mpaka hapo Jumamosi tarehe 2 mwezi wa 6, 2018 kwenye saa 2:30 jioni aliposhindwa kupumua tena akaaga dunia. Naye Konsolata akawa ameanza kushindwa nguvu, na baada ya muda wa dakika chache naye pia alifariki. Wamefariki wakiwa na umri wa miaka 20 na miezi 6. Watu waliokuwa wanawapenda kuishi, lakini sasa saa yao ilikuwa imefika, kwani kazi ya Mungu haina makosa. Tunamshukuru Mungu kwa maisha aliyowajalia na kwa ujumbe wanaotuachia kila mmoja wetu. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe milele. Raha ya milele uwape, e Bwana.